Mwaka kwanza hola, mwaka wa pili hola, mwaka wa tatu hola, mwaka wa nne hola. Wakati ambapo miaka mingine minne yote alikuwa na furahi, miaka minne mizima shabiki hawezi kuwa na furaha. Kwa hiyo na hapo wanapaswa kusikilizwa kwa kile ambacho tunakizungumza. Mimi nadhani uongozi. Naam. Na hapa niseme kweli kwamba hatuwezi kusema kwamba wewe Mangungu umetuangusha. Hapana. Bodi ndiyo imetuangusha. Bodi ya kurugenzi ya klabu ya soka ya Simba. Mpira wa Simba hauendeshwi na Mangungu. Naam. Labda Mangungu ni front figure. Lakini kwa maana ya usimamizi wa mpira, Mangungu ni mjumbe kwenye bodi. Kwa hiyo bodi as collectively lazima iwe responsible kwa mahitaji ya mashabiki. Umekuja sehemu nzuri sana. Mwenyekiti wa klabu ya Simba ambaye amepigiwa kura na wanachama kwenye bodi ya kurugenzi anaingia kama mjumbe. Hauoni kama hiyo kikatiba haijakaa sawa? Pengine nikosea kuframe katiba hiyo. Sasa sisi wa mashabiki, wanachama, hatupasi kuanza kumlaumu Mangungu leo. Wakati tunamchagua tupeleke madarakani, tulimpa katiba kaitetee, sio? Makatiba ndio kama assignment ambayo wanachama wamempa nani? Mangungu. Tumempa Mangungu assignment gani? Akasimamia katiba. Tumempa kazi mbili tu, kufunga na kufungua mkutano mkuu. Basi hana kingine pale. Zaidi wewe atakuwa mjumbe wa bodi, na kwamba usimamizi wa mpira utafanywa na bodi. Kwa mmempa kazi mbili tu Mangungu, ambazo pengine kuna baadhi ya mashabiki wa Simba wazifahamu. Ana kazi tatu. Kazi tatu. Ya kwanza umezungumzia ni kufungua kikao, mkutano mkuu. Ndio kazi ya kwanza. Kwa hiyo forum ya Mangungu kutana na wanachama wake ni moja kwa mwaka kwenye mkutano mkuu. Atafungua ule mkutano, ajenda zitasomwa, atakuja atafunga. Atakuwa na hotuba ya mwenyekiti, atakaa pembeni, atafunga mkutano mkuu, kamaliza. Zaidi ya hapo, katiba inasema yeye atakuwa ni mjumbe wa bodi, kwamba usimamizi na uendeshaji wa klabu utafanywa na bodi. Maana yake ni kwamba kwenye eneo hilo Mangungu ni sehemu ya wengi. Kwa hiyo kama kama wanachama anaona kwamba sisi hatujaridhika kwenye eneo fulani, hatuwezi kwa Mangungu peke yake. Mangungu plus wajumbe wengine ambao walioteuliwa na wanachama ambao ni kwenye bodi, lakini sio tu, ni bodi as a whole. Sawa, umezungumzia kuhusiana na structure ya uongozi ya klabu ya soka ya Simba ilivyokaa. Hata kama Mangungu akiondoka na hawa wajumbe ambao wanawazungumzia wakaja wengine, bado atakuwa na kazi ile ile. Hamuoni kwamba kuna haja ya kubadilisha kile ambacho mmekiunda nyinyi wenyewe ili kiweze kumpa meno huyu mwenyekiti ambaye nyinyi mnamchagua wanachama? Sasa unajua ndio maana kuna pressure kubwa sana kuhusiana na katiba. Kwa sababu it is true, katiba yetu haimpi mwenyekiti madaraka makubwa. Kwa sababu madaraka sasa ambayo tukipa mwenyekiti tumehamisha. Kwa sababu unajua ukishakubali kuingia katika aina tofauti ya uendeshaji, maana mwekezaji anakuja, sio? Sasa wewe unataka mtu awekeze, alafu zile powers ubaki nazo wewe, haiwezekani. Lakini mwekezaji ukishakubali kwamba tunamuita mwekezaji, na kwamba mwekezaji tunafanya kazi pamoja, maana yake madaraka ya uongozi wa klabu lazima yahame kutoka kwa mwenyekiti yaende kwenye nini? Kwenye bodi. Ambao kwenye bodi sasa mwekezaji ndo anamleta mwenyekiti wa bodi. Ambayo sasa kiutaratibu kulingana na watu ambao walifanya yale waliingia ule mkataba wa uwekezaji, ni kwamba mwekezaji usileta pesa. Kwa hiyo mwekezaji leta pesa, mwekezaji wewe utaleta wajumbe. Sio wajumbe. Mwekezaji utaleta pesa, utatuletea utaalamu. Utaalamu na utahakikisha kwamba
miundombinu zinajengwa. Utakisha kwamba hii klabu sasa huku ikacheza Afrika, iwe bingwa Afrika. Unaelewa? Naam. Kwa kufanya hivyo maana yake umetransfer decisive powers kutoka kwa klabu, kwa mwenyekiti wa klabu kwenda kwa nani? Kwa mwekezaji. Na ndio maana katiba iko hivyo. Na kwa hiyo Simba tuna viongozi kwa sababu tunataka wakabebe maono ya mashabiki kwenye bodi. Tuna viongozi ambao pia na wenyewe kwa sababu ni Simba, ni viongozi wana uwezo wakaongeze kitu fulani ndani ya bodi ambacho kwa sababu kazi ya bodi ndio fanyaje? Ni kusimamia management. Sio? Naam. Kutengeneza, kuset malengo, kutengeneza maono. Ndio kazi kubwa ya bodi. Kwa hiyo uzoefu wa watu wetu na mwekezaji watengeneze timu kwamba ni timu ya pamoja, kwamba na sisi wanachama pia tuna watu wetu pale. Ndio nasema kwamba kama wanachama hawakuridhika, hawajatosheka na they're not happy, si mwenyekiti wa kumlaumu peke yake. Naam. Ni sehemu, ndio atalaumiwa kama sehemu ya bodi. Sasa naongelea mashabiki ambao wengi wanasema jiuzulu, wengi ambao wanasema hawako happy. Lakini my take nini kwamba misimu minne imefanyaje? Tumefanya vibaya. Nadhani waone kwamba labda sio vibaya, wameshindwa kuchukua ubingwa ndani. Waone kwamba wanamisi nini, au waone kwamba nadhani embu labda tuepisha watu wengine waje, inawezekana wakawa na hii hali wakafanyaje, wakaigeuza. Kwa hiyo mimi sisemi kwamba waondoke kwa sababu katiba inawalinda. Sawa sawa.